ilikuwa siku ya kwanza ya juma, kwa sababu ilikuwa ni ishara ya kitu cha ukombozi kinazaliwa ulimwenguni, na hichi kitu cha ukombozi ilikuwa ni kufufuka kwa Yesu Kristo. Na hapa ndio ikawa mwanzo wa kanisa. Kanisa lilianzia hapa Yesu alipofufuka, ndo akawaambia kaeni humo ndani mjazwe Roho, na mambo mengine yakaendelea. Kwa wanaosoma Biblia wanaelewa, na ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume utapata vizuri zaidi. Kwa ile siku ya kwanza ya juma ni lango. Sasa tunapokuwa tupo kwenye mwaka, mwezi wa kwanza wa juma, mwezi wa kwanza wa msimu, mwezi wa kwanza wa msimu, mwezi wa kwanza wa mwaka ni lango la mwaka mzima, kwa sababu huwezi kuiona Februari bila Januari, huwezi kuona Machi bila Januari. Na shetani akitaka avuruge mwaka wako, anakuja kukupigia kwenye Januari, kwa sababu anajua Januari ndiyo lango la msimu wa mwaka. Mungu baraka zako zote za mwaka huu huwa anabarikigi Januari. Hii miezi mingine inakuwa ni utekelezaji tu. Acha nikupe mfano. Kwa mfano wa wale watu wanaofanya kazi kwenye taasisi kubwa kubwa. Kila taasisi inapoanza mwaka inakuwa imeweka bajeti ya mwaka mzima. Hata serikali pia huwa inaweka bajeti ya mwaka mzima, na ndani ya huo mwaka mzima inawekwa bajeti ambayo imebeba mishahara ya wafanyakazi, matumizi ya taasisi zote na kila kitu. Kwa mfano, likitokea hitaji mwezi wa 7, wewe kama mkurugenzi ukienda kuomba hela kwa bodi au kwa dona au kwa mfadhili, anakuambia ili jambo halipo kwenye bajeti yetu ya mwaka huu, labda mliweke kwenye bajeti ya mwakani. Kwa nini? Kwa sababu kwenye Januari ya mwaka taasisi ilishawekewa hela za mwaka mzima. Na ndio maana unakuta kuna watu mishahara ya mwaka mzima ilishawekwa kwenye mfuko wa taasisi, unakuta ni milioni 100. Kwa inapofika tu kila mwezi, mhasibu anaandika request, anapeleka kwa mkurugenzi, inasainiwa, unaingiziwa mshahara wako labda 500,000 na yule na yule na yule mwaka mzima, ila mshahara wenu uko benki, nyie mnapewa kadiri ya mlivyoambiwa mtapewa kila mwaka. Ndivyo na Mungu naye ni hivyo hivyo. Hela yako, baraka zako, mafanikio yako ya mwaka huu yako Januari, kwa sababu ni lango. Kwa hiyo inapofika Februari anayachomoa tu kwenye akaunti anakupa. Ikifika mwezi Machi anachomoa kwenye akaunti anakupa. Achomoi kwenye akaunti ya Machi, anachomoa ya Januari. Ikifika Novemba anachomoa Januari. Kama mwaka huu utaolewa, hiyo ndoa imeshawekwa Januari. Kwa shetani akitaka azuie ndoa, anakuja kukuloga Januari. Na ndio maana mwanzo wa mwaka huwa kuna mashambulizi sana kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu ndiyo lango la mapokeo. Nafikiri umenielewa. Twende kwenye hatua ya pili. Hatua ya kwanza umeshatambua namba 1 ni lango. Twende hatua ya pili. Ufanyaje? Hatua ya pili, itambue damu ya Yesu ndiyo ulinzi wa malango inayozuia ndege asile mbegu utakayopanda ndani ya mwaka mzima. Itambue damu ya Yesu ndiyo ulinzi wa malango inayozuia ndege asile mbegu utakayopanda ndani ya mwaka mzima. Sawa na kile kitabu cha Kutoka ile sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 7 na ule wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 7 na ule wa 12. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 5 hadi wa 7 na ule wa 12. Inasema namna hii: Mwana kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kutia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, na wanadamu na wanyama, nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Kwa Biblia inasema wazi kabisa kwamba wana wa Israeli walipokuwa wanataka kuondoka Misri, Mungu aliwaambia kitu kwamba
chukueni damu ya kondoo mkapake kwenye miimo ya malango yenu. Nitakapopita ili kuangamiza wazaliwa wa kwanza wote wa Misri, nitakapokuwa naiona damu ya kondoo kwenye miimo ya mlango wako, sitopita hapo niangamize. Kwa nini? Kwa sababu damu ni malango, ni ulinzi wa malango, ni ulinzi wa malango. Kwa mujibu wa kitabu cha Ufunuo ile sura ya 5 mstari wa 12, kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 12 kinatuambia Yesu ni mwanakondoo aliyechinjwa. Yesu ni mwanakondoo aliyechinjwa. Kwa kama Agano la Kale walitumia damu ya kondoo kulinda malango, sisi Agano Jipya hatutumii damu ya kondoo wa mnyama, hatutumii damu ya binadamu kulinda malango, hatutumii damu ya kuku kulinda malango, ila tunatumia damu ya Yesu kwa sababu yenyewe ni bora kuliko damu ya kuku, damu ya binadamu na damu nyinginezo. Na sharti la hii damu ya ulinzi wa malango inapakwa kwenye malango ya mwanzo wa msimu. Si kama unanielewa mtu wa Mungu. Kuna mtu anasema napakaje hiyo damu? Unapaka kwa imani. Ndio maana kule mwanzoni nilikwambia swala la kupanda mbegu ni swala la kiroho. Ni kama ni swala la kiroho linahusisha imani. Kwa hata hii damu tunayoitumia kulinda lango tunaipaka kwa mdomo. Unapakaje? Kwa kuongea tu katika maombi au katika sala. Unakuwa umekaa katika kusali, unamwambia Mungu, Mungu, naachilia damu ya Yesu kwenye lango la mwezi wa kwanza wa mwaka. Naomba mwaka huu wote unilinde na ulinde malengo yangu yapate kutimia. Unasema tu hivyo. Umekaa kwa Yesu wa Ekaristi, labda unakaa tu kwa Yesu wa Ekaristi, unasema Yesu wa Ekaristi, nachukua damu yako iliyomwagika msalabani na inyunyizia kwenye mwanzo wa mwaka huu mwezi Januari. Ninaomba unilinde mwaka mzima, malengo yangu na mipango yangu ipate kutimia. Kitendo cha wewe kusema namna hiyo unaweza ukachukulia ni kitu rahisi, ila katika ulimwengu wa roho umetengeneza kitu kikubwa mno, kiasi ambacho kila ndege, kila kikwazo kitakachokuwa kinakuja kukukwamisha kwenye huo mwaka, kikija tu kwenye lango kinakutana na moto, kwamba hapa ni untouchable, hapa ni ungussable, hapa gusiki, hapa ingiliki, kwa sababu pana ulinzi madhubuti wa damu ya Yesu. Damu ya kuku huwa inachacha, na ndio maana ukimwagia sehemu, ukienda ukirudi unakuta sisimizi. Lakini damu ya Yesu kwa sababu inawekwa kiroho, haichachi, haipoi, haiharibiki. Ukiweka ulinzi wa damu